Hello, shalom, karibu. Hii ni The Hope Empowering Ministry, mahali ambako licha ya kwamba tunatiana moyo, tunafarijiana, tunainuana, tunajengeana uwezo wa kuanza upya, mahali ambako watu wamechoka, wameumia, wamekata tamaa, lakini ni mahali ambako tunaelimishana, tunasaidizana na kukumbushana kwa habari ya mambo kadha wa kadha ya maisha, kiroho, kimwili, kiakili, kihisia na kijamii. Leo ninatamani nikumbushane na mtu mmoja kwa habari ya umuhimu wa kuwa na kiasi maishani. Ukiwa makini kugundua, utakubaliana na mimi kwamba tunaishi nyakati ambazo watu wengi ni wabinafsi, tunaishi nyakati ambazo watu wengi hawana shukrani, tunaishi nyakati ambazo watu hawajali. Tunaishi katikati ya narcissists wengi, tunaishi katikati ya manipulators wengi, tunaishi katikati ya ungrateful people wengi sana. Kwa hiyo nimekuja nikumbushane na mtu mmoja ambaye yuko assigned kusaidia maisha ya wengine, lakini katika assignment ya kusaidia watu wengine, katika assignment ya kuhakikisha wengine wanakuwa na mahali pazuri pa kuishi, nimekuja kukukumbusha kwamba usijisahau kiasi ambacho utapuuza afya yako ya akili, ya kiroho, afya ya kimwili. Jifunze kuwa na kiasi kwenye kila kitu ambacho unatamani kufanya kwa ajili ya wengine. Kwenye kila kitu ambacho umeitwa kufanya kwa ajili ya wengine, jifunze kuwa na kiasi. Kuna watu ambao hata kama utajitoa kiwango cha kufikia hatua ya kupoteza maisha yako, hata kama utajitoa kwao kiwango cha kufikia hatua ya kupoteza kila kitu, lakini amini kwamba kuna wakati utafika hawataweza kukumbuka chochote. Kuna watu hata kama ukitoil kiwango cha damu kutoka mwilini kwa ajili yao, hawataweza kufikia hatua wakaona chochote ambacho umewahi kufanya kwenye maisha yao. As long as itafika wakati na mahali ambako kuna kitu kimoja tu utashindwa kukifanya kwa ajili yao, watafuta kila kitu ambacho umewahi kufanya kwenye maisha yao. Kwa hiyo nimekuja nikutie moyo tu kwamba usiache kuwatendea wengine mazuri, usiache kuwahudumia wengine, lakini katika safari ya kuwasaidia wengine, katika safari ya kufanya maisha ya wengine kuwa mahali pazuri, usijisahau, usijiache, jikumbuke, jithamini. Linda afya yako ya akili, linda afya yako ya mwili, linda afya yako ya roho, ili uendelee kubaki sehemu salama ya kuendelea kuishi kwenye ile misingi ambayo umeumbwa kuishi kwayo. Hata kama sio kwa ajili ya watu wa sasa, iwe kwa ajili ya maisha ya watu wa baadaye. Kwa hiyo kuwa na kiasi, jali afya yako ya mwili, jali afya ya akili, zingatia afya ya kiroho. Zingatia kanuni ambazo zitaendelea kufanya afya yako ya akili kuwa timamu. Usiwe inclined kwa mahitaji ya watu wengine ama kwa furaha za watu wengine, kiasi ambacho utasahau kanuni na misingi ambayo inakufanya uendelee kuwa na afya bora, uendelee kuwa na afya ya akili, uendelee kuwa na afya ya kiroho, uendelee kuwa na afya ya mwili. Mungu akubariki, Mungu akusaidie. Amen.